Natumai wewe ni mzima wa afya na unaendelea vyema na mambo yako ya kila leo. Tunakutana tena kuzungumza. Hivi toka tumeanza kuzungumza ni lini? Mpaka leo hatumalizi kuzungumza. Sija stop kuzungumza na wewe tangu tarehe 28 ya vita ilivyozuka. Mwezi gani ilikuwa? February eh? Mpaka leo tuko April 10 ngapi? 16. Nazungumza na wewe karibu kila siku. Na kila siku tunazungumza mambo mapya. Kila siku kuna jambo jipya. Hatuja stop kabisa kuzungumza. Na mambo ya kuzungumza yako mengi. Hayaishi. Na dunia haiishi hadithi na stori zake. Jamani, kuna hili la mazungumzo ambayo yanataka kwenda kutokea kati ya Marekani na Irani ambayo yameandaliwa na Pakistan. Nimeona jana kwanza alikuwa Waziri Mkuu Shahbaz Sharif kutembelea baadhi ya nchi za Ghuba, lakini nimeona mkuu wa Asim Munir mkuu wa jeshi la Pakistan naye amefanya ziara kadhaa kwenye nchi Iran, Saudi Arabia, Uturuki na kwingine. Alikuwa anazunguka tu kwa ajili ya kuhakikisha hili swala linamalizika. Yani akijaribu kuwavuta wasogee kwenye mazungumzo. Yani unaweza ukasema hivyo. Lakini kumekuwa na hadithi nyingine kuhusu hasa Hormuz. Bahari ya Hormuz imezibwa, iko wazi wakati taarifa ya CENTCOM inasema kuwa wanafikiria kuziba kabisa zaidi kuhusu hili swala la Hormuz. Yani wanataka kuziba zaidi kwa Irani kwenda mbele. Nilisema wakati wa ceasefire. Kwanza ceasefire kwa taarifa za jana zilizotolewa zinasema kuwa, maanake kuna taarifa mbili. Kuna taarifa ya kwanza ambayo ilinukuliwa kutoka ABC News ambapo Rais Donald Trump alisema kuwa baada ya ceasefire kumalizika, yani baada ya usitishaji huu kumalizika, Marekani haitotoa nafasi tena kwa usitishaji mwingine, yani hawatofanya usitishaji mwingine. Hiyo ndo taarifa ilisema hivyo. Hawatokubali kufanya ceasefire. Ikaja taarifa ya mchana ambayo ilinukuliwa pia na vyombo vya habari kadhaa ikisema kuwa Marekani na Irani wamefikia makubaliano ya kuextend ceasefire, yani ya kuongeza muda wa kutopigana, yani wamefikia makubaliano ya kutopiga. Kwa hiyo ni taarifa mbili ambazo ziko tofauti. Sambamba na hii taarifa ni sawasawa na taarifa ambayo inatolewa kuhusu mzingiro wa Marekani kwenye bahari, yani uzuiaji wa meli wa Marekani kwenye bahari. Kuna watu wanasema kama Hormuz imezuiliwa. No, sio Hormuz iliyozuiliwa. Marekani yuko mbali kabisa na Hormuz, wala hayupo karibu na Hormuz, yuko mbali. Maanake kule Hormuz bado vikosi vya RGC viko control by Hormuz. Marekani yuko nyuma, mbali, unatoka kilomita kadhaa kabisa nyingi, ndio unakutana na vikosi vya Marekani ambavyo vitakuzuia. Unaenda wapi, unafanya nini? Sio kuwa Marekani kazuia Hormuz. Marekani hajazuia Hormuz, iko mbali kabisa, wala hayuko. Sasa kuna taarifa mbili ambazo zinatoka kwenye story ya Hormuz na zenyewe na zinatolewa na vyombo vya habari vikubwa. Ukisikia taarifa ya CENTCOM, Brad Cooper ambaye ndio boss wa CENTCOM anasema wameendelea na kizuizi chao cha kuzuia hizi meli, na wanasema huenda wakakiongeza zaidi ili kuiminya zaidi. Katika taarifa ya jana anasema kuwa alikuwa kwa kitendo tu cha saa 36 wanasema walikuwa wamezuia karibu meli 6 au zaidi, lakini wanasema wamedhibiti uchumi wa Irani kwa 90% kutoka baharini. 90% kwa kuzuia meli 6. Wamezuia uchumi wa Irani 90%. Mimi sikufanya vizuri masomo yangu ya mathematics, lakini hizi namba kuna wakati huwa sizielewi. Siji kama unazielewa. Yaani umezuia meli 6, umeenda kuzuia uchumi kwa 90%. Ndio hiyo taarifa ya CENTCOM. Lakini taarifa iliyochapishwa na Reuters, hata leo taarifa iliyochapishwa na Reuters yenyewe inaongea kinyume, kuwa hakuna meli iliyozuiliwa na Marekani. Hata meli ambazo zilikuwa zinafahamika kuwa ni meli ambazo zina vikwazo, lakini zimepita kizuizi cha Marekani. Hii ni taarifa ya Reuters. Yaani kuwa meli ambazo Marekani wanadai wamezizuia, taarifa ya Reuters inasema kuwa hazijazuiliwa, zimevuka, zimekwenda kama kawaida. Yaani hakuna sehemu ambazo zimezuiliwa hizi meli. Sasa nilisema wakati wa ceasefire itakuja narrative tofauti. Yaani kuna hadithi itakuja izungumzwe ili kutaka kutulazimisha tuamini kuwa kuna watu wameshinda hili swala. Lakini ukweli swala la kushindwa au kushinda linataka kulazimishwa katika kukuza hadithi. Yani tunaikuzaje hii hadithi ya kushinda au kushindwa? Ndio hivyo hadithi. Sasa leo hii baada ya kuwa na ceasefire, ukisikiliza upande wa pili utadhani vita imekwisha na tayari wameshinda. Lakini unajua kuna haya maswala yanataka akili ya ziada kung'amua. Utazungumza through propaganda
lakini una akili za ziada za kuyaona mambo na kuyang'amua kwa jicho la pili? Mara kadhaa nimekuwa nikiwauliza kitu kimoja, kuwa malengo ya Epic Fury, ambapo unajua kule wabunge wa Democrat kule Marekani wanaita epic failure. Epic Fury, yani operation ya Epic Fury haikuwa operation ya diplomatic operation, ilikuwa ni military operation. Ndio jibu liko hivyo. Yani Epic Fury, hii operation ilianza, ilikuwa ni operation ya kijeshi na wala haikuwa operation ya kidiplomasia. Yani kusema kuwa twende tukasuluhisha masuala labda kama vile mazungumzo ya Islamabad talks, yani ilikuwa mazungumzo ya Islamabad. No, hii ilikuwa ni operation ya kijeshi na lengo ilikuwa imalizike kijeshi. Maanake Marekani alianzisha, alikuwa anapaswa imalize kijeshi, sio kuimaliza katika staili ambayo hivi sasa wanalazimisha meza ikalike mezani. Sasa kuna hadithi moja nimeiona hata kwenye vyombo vya habari, mfano vya kwetu wanavyoitengeneza nadharia. Hadithi inatengenezwa kubwa sana kuwa kizuizi alichokiweka Marekani, kajaza meli 12 za kijeshi, kajaza askari 10,000 ambao wamefunga kabisa, Irani hawezi kufanya lolote, wamemdhibiti kwa kama yani unatangaza ukubwa wa jeshi lako, nguvu yake, kila kitu katikati ya ceasefire. Kwani mbona sisi tunataka kuwa wasahaulifu? Hebu turudi nyuma, tuache usahaulifu. Kuwa na mara kadhaa nimekuwa nikiwauliza hili swali, huwa nakosa jibu, kuwa kuna mtu anaweza kunihakikishia kuwa hivi vikosi vilivyokusanywa hivi sasa vya Marekani ambapo vimezunguka hapa, yani hivi vikosi vya sasa vya Marekani ni vikosi bora sana kuzidi vilivyoanza vita au kuzidi waliokuwepo kabla ya vita? Kuna mtu anaweza kunithibitishia kuwa hiki ni kikosi bora sana? Yani kikosi cha askari 10,000 waliokusanywa baharini wanawazidi askari 50,000 waliokuwa kabla. Wako wapi? Kukusanya meli 12, meli 12. Nililizungumza mwanzo kabisa kabla ya mzozo. Nilizungumza mwanzo kabisa nikasema kuwa ikiwa hii vita itaanza na Marekani kaleta meli zake 2, Gerald Ford na ile Lincoln baharini, I say yani watakuwa kwenye target ya wazi kabisa kushambuliwa. Ziko wapi hizo meli? Hivi kama unajua, kwa akili ya kawaida watu wakwambia haya masuala ya kijeshi, it's okay, masuala ya kijeshi. Kwa akili ya kawaida tuchukue kuwa mwanajeshi anapokuwa kwenye kambi ya kijeshi, yani mwanajeshi anapokuwa yupo kwenye kambi ya kijeshi na mwanajeshi ambaye yuko kwenye meli ya kijeshi, nani yuko salama? Yani nani yuko kwenye eneo salama zaidi ambalo linaweza likamlinda? Jibu ni rahisi. Unapokuwa kwenye kambi ya kijeshi, wewe ni salama zaidi kuzidi yule ambaye yuko ndani ya meli, kwa sababu target ya meli ni rahisi sana. Kwani Lincoln na Ford zimeondolewa na nini? Makombora au droni? Droni zimewakimbiza, ni droni tu za $20,000 zimewakimbiza. Wamekwenda wapi? Ile nyingine iliwaka moto kabisa ikaenda mpaka Ugiriki kule. Ziko wapi? Yani katika meli bora kabisa za Kimarekani ni Gerald Ford na Abraham Lincoln. Hizi ni meli bora kabisa zenye uwezo wa kisasa, teknolojia kubwa, makombora, kila kitu, wako vizuri kweli kweli. Huwezi kuniambia eti hizi zilizokuja hivi sasa ndio kikosi bora zaidi. Kama kikosi cha 50,000 kimeshindwa kufanya lolote na kambi zake zote hazijulikani ziko wapi, hata wanajeshi kwenye kambi hawapi, yani uniambie hao wanaokuja sasa hivi wanaweza wakabadilisha upepo wowote? Hebu fikiria kuwa meli ziko baharini, meli 12 ziko baharini, ndio target ya wazi kuliko target yoyote. Yani ni target iliyo wazi kabisa kwa adui kukushambulia, kuzidi target yoyote ambayo ukiwa kwenye kambi unaweza ukawa chini underground. Ukiwa kwenye kambi hawezi kujua uko sehemu gani, kwa sababu kambi ni kubwa na target yake inahitaji kwa labda unaweza ukapiga hapa watu wako sehemu. Lakini kwenye meli watakuletea drone tu, watakuletea drone 100 ngapi, utakaa unahangaika kutumia makombora makubwa kufyatua na mwisho yani ninawahakikishia kitu kimoja. Umeona mkusanyiko huu wa meli za Kimarekani ambazo ziko hivi sasa, sio Hormuz, ziko mbali na Hormuz. Huu mkusanyiko wa meli za Kimarekani, ceasefire ikivunjika hivi sasa, yani kuwa waache tena kupiga, warudi sasa hivi kuanza kupigana, meli zote zitaondoka. Hakuna meli itabaki hapo, zote zitaondoka, kwa sababu hawa wana uwezo wa kuzifikia, wana uwezo wa kuzishambulia, wana uwezo wa kuzipiga. Kama wanapiga kilomita 2,000, hizi meli ziko hapa kilomita 300 500 hapa, zina usalama kiasi gani au utazuia kiasi gani? Useme kuwa mpaka wanasimamisha vita kuwa Iran walikuwa wameshindwa vita au walikuwa hawana silaha za kupiga? Mbona walikuwa wakishambulia tu kama kawaida na hapakuwa lolote? Hivi mbona katikati ya vita, wakati Iran wamefunika Hormuz, wakati Iran wanashambulia, mbona hizi meli zilishindwa na zenyewe kwenda kuchukua mfereji wa Hormuz? Yani sasa kwenye ceasefire unakuja unasogea karibu, hali ya kuwa we are on ceasefire mzee. Sasa hivi wewe pita hata katikati, unapokuwa kwenye ceasefire adui yako anapita mbele yako unamtazama baba, huwezi kutangaza eti kwa sasa ina silaha hiyo. Hiyo silaha kwani ukuitumia mwanzo?
Kwani ile haikuwepo? Mbona ilikuwepo na ukashindwa kuitumia? Sasa hilo ni swala jingine. Kuna taarifa moja imeandikwa na, nilikuwa nikisoma Reuters, ngoja niangalie tena, ilikuwa ni exclusive hii taarifa. Yes, was exclusive. Inasema hivi: Iran offers a proposal allowing ship to exit from side of Hormuz. Inasema Iran offers a proposal allowing ship to exit Oman side of Hormuz free attack, so say. Omani or Irani wamefanya nini? Offers proposal. Iran wametoa offer, yani wamekubaliana proposal offer ya kuruhusu, na hii imesababisha bei ya mafuta kushuka. Yani wanasema kuwa wanaweza wakaruhusu meli kupita katika njia ya Omani bila kuzishambulia. Offer hiyo, piteni huko kwa njia ya Omani bila kuzishambulia. Hii offer. Hivi unaelewa hii akili wanayokupa? Yani hiki kitu unaelewa? Yani Irani, sijui niseme nini. Kuna wakati nashindwa kufafanulia zaidi ili unielewe kuwa mzee, this epic fury operation ilikuwa ni regime change ndani ya Irani, lakini Irani wameigeuza mechi, imekwenda upande wa pili. Sasa hatujadili regime change, yani mjadala is not regime change again. Tunajadili kuhusu Hormuz itapitika vipi, na swala la Hormuz ambalo Marekani baada ya haya hii offer, Trump atatangaza ushindi. Yani anatangaza ushindi wakati anaingia hapakuwa tatizo. Yani wakati anaanza vita Hormuz was open. Katikati ya vita Irani wakafunga. Marekani anarudi kusababisha Hormuz ifunguliwe, tuseme iwe kwa shinikizo, iwe kwa nguvu, iwe kwa vyovyote, Irani wameruhusu Hormuz ifunguke. Marekani anatangaza ushindi wa Hormuz. Wakati anaingia kwenye vita ilikuwa wazi. Sio, umeelewa? Irani hawana tena tishio la regime change. Hawana. Marekani hajadili tena regime change. Leo hii mada mbili ambazo wamekuwa wakizileta mezani kuzizungumza ni kuwa tunazungumza kuhusu nuclear ambao tayari Iran alishajadili, yani alishakubali kuiweka mezani nuclear. Tunazungumza kuhusu Hormuz ambayo haikuwepo. Sawa. Makombora, not agenda. Haipo. Sasa jamani, hebu kwa kawaida tu, kwa akili ya kawaida, hii mechi nani kashinda? Irani watu zaidi ya 2000 wameuawa. Kule Lebanon kuna watu zaidi ya 1600 wameuawa. Hizi ni sehemu ambazo zimepata hasara zaidi ya vifo vya watu. Marekani jana wametangaza kuwa vifo ni 13 tu vya wanajeshi na askari, waliojeruhiwa ni kati ya 300 na kitu hivi. Ndio namba ilipoishia. Japo kwa ndani ya Marekani pia hata vyombo vinakubaliana kuwa ufichaji wa takwimu na taarifa umekuwa, haijalishi kuwa hilo okay, watu 13 tubaki hivyo hivyo, 2000 kwa 1600. Lengo hivi, leo hii unaweza kuniaminishaje kuwa eti vikosi vya Marekani vyenye meli 12 na askari 10,000 waliosimama baharini au askari watakuja kufanya bora zaidi kama tutaresume vita, hali ya kuwa mpaka tunaenda kwenye ceasefire hamna walikochokuwa wanashikilia? Labda kuna mtu anaweza kunisaidia. Wakati wanaenda kwenye ceasefire, Marekani Israel walikuwa wanashikilia nini? Yani kipi ambacho wanasema kwa walikuwa wanashikilia hiki kitu ndio kimewafanya yani kipi kwenye mzozo wote lazima unaona, hata ule mzozo unaendelea hapa Sudan, Iran zetu hapa, RSF na hawa na SAF, kila mtu anajivunia anachoshikilia. Leo ukienda Darfur, mikoa yote 5 ya Darfur iko chini ya RSF yote. Ukirudi upande wa pili, okay, mikoa 13 iko chini ya jeshi la Sudan. Sudan wameshikilia, lakini unahesabu tu mikoa by number, lakini ukihesabu ukubwa wa eneo, Darfur ni eneo kubwa sana. Hii mikoa 13 inaweza ikawa tofauti kidogo sana na mikoa 5 tu ambayo iko ya Darfur. Lakini mtu anayeshika Darfur kaishika eneo bora zaidi, kwa sababu Darfur inapakana karibu na nchi 7. Eneo tu la Darfur linapakana majirani karibu nchi 7, zinakuja 5 mpaka 7 ambazo ziko eneo la Darfur. Hawa wote unaenda kwenye meza umeshikilia kitu. Marekani kashikilia nini kwenye huu mzozo alichoshikilia katika malengo? Irani wameshikilia bomba kwa sababu the same regime ipo. Yani kuwa wao tumeshikilia bomba, serikali ile ile, serikali ya aliyetoka, serikali ya Khamenei, still Khamenei Junior ni wale wale. Mwanasheria mkuu ni Ejai yule yule, speaker ni yule yule Kalibaf, rais ni yule yule Masoud Pezeshkian. Haya, niambie wewe, kuna regime change ulioifanya wapi? Imetokea wapi hiyo regime change ulipoifanya? Sasa hizi hadithi tu za media unaweza kukuza
story ya media kuonyesha kama kuwa watu wamefanikiwa sana kwenye hili. Leo hii watakuja kujisifu kwa kushinda kwa ajili ya Hormuz ikifunguliwa, watahesabu kuwa ni ushindi wa vita. Yani watajisahaulisha kama kuwa hata Hormuz haikuwa imefungwa wala haikuwa chini ya milki ya Iran wakati vita inaanza, ilikuwa iko tu wazi, hata Iran mwenyewe alikuwa hawezi kutia mkono. Lakini leo mnatoka, Iran ana uamuzi. Leo Iran anawaambia pitisheni Hormuz. Okay, piteni upande wa Omani. Hapa kwetu hamwezi kupita. Tutawaruhusu kule upande wa pili. Hatuwezi kuwashambulia, lakini hapa hamwezi kupita. Hiyo nao ni ushindi. Ni tafsiri ya ushindi. Jamani. Natamani kuzungumza. Jamani, kuna kitu kimoja. Mmeona kuwa sisi ni, naweza nikasema, katika vyombo vinavyoripoti taarifa za kimataifa, inawezekana sisi tukawa tunaongoza kwa watu kutufuatilia, viewers wengi ukilinganisha na wengine wote. Inawezekana. Sisi si bora sana, lakini inawezekana watu wanavutiwa na kile tunachokizungumza. Jamani, hivi sasa tumeruhusu matangazo halali kupitia channel yetu. Kama una matangazo halali, tunaruhusu hayo matangazo na yakaweza kuwafikia watu wengine vyovyote vile. Yani unaweza ukawasiliana kwa namba zetu. Ngoja nikutajie namba, ngoja nikutafutie namba ya anayehusika na matangazo. Moja kwa moja unaweza ukawasiliana naye tu na atakupa maelekezo. Matangazo halali, tuelewane. Hatutangazi matangazo ya betting, matangazo yote ya vilevi hatuhusiki nayo, na matangazo yote ambayo tu yatakuwa hayako kwenye utaratibu ambao kwenye utaratibu wa kawaida, yani wakuwa sisi matangazo ni halali. Nadhani halali inafahamika. Unaweza kuwasiliana na huyu Yahya, namba yake ni 0672 47 6301, 0672 47 6301. Unaweza kuwasiliana na Yahya kwa ajili ya matangazo yako. Yeye anaweza kudesign matangazo, anaweza kutengenezea matangazo, anaweza kila kitu anaweza kufanya, na atakupa price zetu ambazo ni nzuri kabisa na uweze kuwafikia watu wengi. Nadhani namba zinakujibu hapa kwa watu wengi wanafika hapa. Okay. Jamani, ni washukuru kwa hili, kwa muda huu, na inshallah wacha tuone haya mazungumzo yanakuja lini na wakati gani, kwa sababu ni wote wamekubali kuwa kuna mazungumzo, lakini hawajatuambia ni lini. Tulikuwa tunahisi ni Alhamisi, lakini naona inapita, hatujui, lakini muda wote tunaweza tukaambiwa mazungumzo yanaanza lini, na tutayafuatilia kwa karibu na kuja kukupasha, kukuambia kuwa haya matangazo lini. Niwashukuru sana na niwatakie kila la kheri. Asanteni, shukran sana.